أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Watukufu wa Islam na wale wote wanaonitazama na kunisikiliza, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya kumtakia rehema kiongozi wa umma huu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kweli tunazungumzia akhiru zaman, zama za mwishoni. Zama za mwishoni ndo hizi ambazo sisi tumejaliwa sisi kuja mwisho wa dunia, maana hakuna mtume atakayekuja isipokuwa kiyama kitakuja. Na hata ukisikia Nabii Isa atarudi, si kwamba atarudi kuwa yeye ni mtume mwingine, hapana, anarudi kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakuna jipya analokuja nalo, bali yeye ni alama ya kiyama. Na kuna mambo mengi yanatokea, na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna min ashrati saa, hakika katika dalili za kiyama, an yurfaa alilm, ni kuondoshwa kwa elimu ya dini, wa an yadhhara aljahl, na kujitokeza ujinga, kudhihiri ujinga, wa an yushraba alkhamr, na watu kunywa sana ulevi, wa an yadhhara zina, na zina kuwa iko wazi wazi. Hizi zote ni dalili za kiyama. Kwanza, ilmu ya dini kuondoka. Elimu ya dini, watu wanashughulika na elimu za kilimwengu tu, secular, lakini hawashughuliki na kusoma ilmu ya dini yao. Hilo la kwanza, hilo linaonyesha dalili ya mwisho wa dunia, kuondoshwa kwa ilmu ya dini. Alafu kila mtu mufti, kila mtu shekhi mkuu, kila mtu kadhi mkuu, kila mtu anajua tu, hali ya kuwa hatujui chochote. Kwa hiyo inna min ashrati saa, hakika katika dalili za kiyama, an yurfa alilm, ni kuondoshwa kwa ilmu ya dini, wa an yadhhara aljahlu, na ujinga kuwa mwingi, wa an yushraba alkhamru, na watu kunywa ulevi sana, wa an yadhhara zina, na uzinifu kuwa wazi wazi. Hizi zote ni katika dalili za kiyama, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka wazi katika Qur'ani kwamba dhahara alfasad, umejitokeza uharibifu, fil barri wal bahri, baharini na nchi kavu. Uharibifu upi? Uharibifu wa mazingira. Watu wakienda baharini hawapati wanachokitaka, yani katika uvuvi. Dhahara alfasad fil barri wal bahri, baharini hakuna manufaa, na katika nchi kavu hakuna manufaa. Watu wakifanya biashara hawafanikiwi. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri, baharini hatari ziko nyingi, huku nchi kavu hatari ziko nyingi. Kwa hiyo umejitokeza uharibifu baharini na nchi kavu. Kwa nini? Bima kasabat aidin nas, kwa makosa au kwa madhambi yaliyochumwa kwa mikono ya watu.
mikono ya watu kwa madhambi yetu tuliyoyachuma kwa mikono yetu, ndo Mwenyezi Mungu anasema umejitokeza uharibifu yani baharini na bara, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili apate kuwaonjesha adhabu kidogo ya baadhi ya yale walioyafanya, walaallahum yarji'un, labda watarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mungu wakati mwingine anaweza kuleta mitihani kidogo kwa watu, labda wapate kukumbuka yupo Mwenyezi Mungu. Lakini wapi, hata ukiwakumbusha hawakumbushiki. Wao kila kitu wanaona kimezuka tu, wao wenyewe wamezuka na kila wanachokiona kimezuka, hakuna Mungu. Hii inatukosti, yani kila wakati tutafikwa na mabalaa. Sasa leo sisi wakiona chakula ghali tu, hawana wanachosema isipokuwa rais wa nchi. Rais wa nchi Mama Samia Suluhu ndo anasababisha vitu viwe ghali, mchele shilingi 3,000 4,000. Yeye si mwenye maduka, yeye si mwenye maduka. Wenye maduka ni watu wengine kabisa wanaofanya biashara hizo za michele, wala husiki. Mambo yanakuwa magumu magumu kwa sababu ya matendo yetu mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, enyi mlioamini, ikiwa mtamnusuru Mwenyezi Mungu na yeye atakunusuruni. Kumnusuru Mungu manake nini? Wewe unaweza kumnusuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi? Kumnusuru Mungu manake kuitetea dini yake, kuitangaza dini yake. Sasa kama sisi tutafanya kazi ya dawa kuitangaza dini ya Mungu ipasavyo, basi na shari zote atatunusuru. Lakini tukipuuza dini ya Mungu, yatatukuta mambo mazito mazito. Ndo kama hivi mara umeona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaleta magonjwa ya kila aina, korona, ukimwi, kansa, mabalaa kila aina, shalalun, ugonjwa wa kupooza, stroke. Magonjwa yamekuwa mengi sasa hivi, kisukari, magonjwa, watu hawana raha. Achilia mbali magonjwa, mautul faj'a, vifo vya ghafla, ndo kama hivyo, mafuriko dunia nzima, mafuriko. Hata nyumbani kwangu mimi Rufiji mafuriko yametokea. Watu wengine hawana pa kuishi. Zamani tulikuwa tunaona tu kwenye mitandao ya kijamii, tunasikia kwenye maredio kwamba watu hawana pa kuishi, mafuriko. Lakini leo tunashuhudia hapa hapa katika nchi yetu, na katika nchi yenye salama hakuna kama hii nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuwe wacha Mungu hapa Tanzania, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa rehema yake, tutaishi vizuri. Ndio maana Mheshimiwa Mufti wetu wa Tanzania Dr. Abu Bakri bin Zuberi bin Ali, Sheikh mkuu wa Tanzania, Sheikh Abu Bakri bin Zuberi bin Ali, alitangaza kwamba mashekhe wote na maimamu wote
tumombe Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Kila tukifanya ibada tufanye na kunuti kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu, ikinyesha mvua iwe mvua yenye neema, isije mvua ya kuangamiza, wala isije mvua ya kutuletea matatizo katika ulimwengu. Tukikaa vile Mungu anataka, duniani tutakaa vizuri na huko akhera tutakwenda kuishi vizuri zaidi. Lakini ikiwa tutafanya vurugu, basi Mwenyezi Mungu atatuletea mitihani mikubwa. Mwenyezi Mungu atulinde na mitihani yake. Kwa hivyo ndugu zangu, hakuna kitu kizuri kama rujuu ila Allah, kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Tukumbushane kabisa kwamba watu wote warudi kwa Mwenyezi Mungu, waachane kabisa na Ibilisi, waachane kabisa na utashi wa nafsi. Vitu viwili hivyo, shaitani na nafsi zetu wenyewe. An-nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsi ni kama mtoto mchanga. Huyu ni Sheikh Muhammad al-Busairi rahmatullahi alayhi, anasema nafsi ni kama mtoto mchanga. In tuhmilhu shabba ala hubbi radha'i, ukimwendekeza mtoto mchanga mpaka hata hota ndevu ananyonya tu. Wa in taftimhu yanfatimi, na ukimzuilia anazuilika. Kwa hiyo nafsi ukiiendekeza, basi utaendelea kufanya machafu na utakuwa huambiliki mpaka siku ya kufa. Sasa ukiona ile siku imefika ya wewe kuondoshwa ulimwenguni, ndio unaanza kulalamika, laiti ningalifanya namna kadhaa, isingekuwa namna kadhaa. Lakini annadamu hafid, majuto yanakuwa ni mjukuu. Wakati ni huu wa kuleta mabadiliko ya matendo, mabadiliko ya nia. Bila ya kufanya mabadiliko yale ambayo tulikuwa tukiyasikia watu wa zamani yamewatokea, na sisi yatatukutokea, waliyadhu billah. Mwenyezi Mungu atuepushe na atulinde na mabalaa kama hayo. Hakuna kitu kizuri kama kumfurahisha Mungu, na kumfurahisha Mungu ni kutodhulumiana, kutotukanana. Lakini leo Waislamu dunia nzima kazi kutukanana tu. Mara huyu kamradi huyu, yani maana yake anamrekebisha, kazi kurekebisha watu tu. Sasa hawa watu wanaorekebisha watu, wao wanarekebishwa na nani? Kwani kuna mtu waliotakata hapa? Watu wote hatujatakata. Ndio Mtume anasema kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Wanadamu wote ni wakoseaji, kila binadamu ni mkoseaji, lakini wabora katika wenye kukosea ni wale wenye kutubia, wenye kuleta mabadiliko. Kwa hiyo ndugu zangu, tukiwa tunataka kuwaradi watu, kuwakosoa watu, basi na sisi vile vile tukubali kukosolewa. Lakini huwezi kuwakosoa watu tu wewe usikosolewe. We nani? Au we kazi yako kuwarekebisha watu tu? We mbona hurekebishwi? Usirekebishwe, we nani? Mwenyezi Mungu atuondoshe dhambi ya kibri. Al-kibru bataru al-haqqi wa ghamtu an-nas. Mtume anasema kiburi ni kukataa haki na kudharau watu. Ukimwona mtu haki haitaki, yeye anawahusia watu haki, lakini yeye akiambiwa haitaki haki, halafu kisha anadharau watu, huyo ndo mutakabbir, mtu mwenye kibri.
Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yadkhulu aljannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, haingii peponi mtu ambaye katika moyo wake kuna japo kijipunje kidogo chenye uzito wa sisimizi cha kibri. Huyu mtu haingii peponi, wala iyadhu billah. Mwenyezi Mungu atulinde na balaa kama hilo. Kwa hiyo kiburi ni dhambi mbaya ambayo inaweza kusababisha majanga katika maisha haya na huko tunakokwenda akhera. Ndugu zangu, mimi nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, tujitahidi sana kuamrisha mema na kukataza mabaya, na vile vile sisi wenyewe tuamrishike na tukatazike katika hayo mema na mabaya. Mema tuamrishike nayo na mabaya tukatazike, kisha na sisi tuwaamrishe wenzetu mema na tuwakataze maovu. Bila hivyo siku zote tutakuwa tunajuta tu, na Mwenyezi Mungu atatuletea mabalaa kama haya. Mwenyezi Mungu atunusuru. Narudia tena, ndo maana samahatu mufti, mheshimiwa mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abu Bakr bin Zubair bin Ali ameagiza maimamu wote na mashekhe tufanye dua kwa pamoja kama kunuti na zinginezo, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituletea mvua iwe na baraka na isiwe adhabu kwetu, ili tupate kunusurika na mabalaa ya dunia na huko tunakokwenda tukapokelewe vizuri akhera. Ndugu zangu, akhera. Ndio maana tukaambiwa katika hadithul qudsi, i'mal lidunyaka kaannaka taishu abada wa'mal li akhiratika kaannaka tamutu qada. Shughulika na dunia yako kama vile utaishi milele, lakini pia shughulika na akhera yako kama vile utakufa kesho. Basi kwa haya machache, namuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu na atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, wala hatuna hila ya kuweza kuyaepuka maovu isipokuwa kwa hurma ya Mwenyezi Mungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lilmuslimin wa as'ala Allahu awqatakum fi kulli khairin wallahu a'lam. Wassalamu alaykum.